Shalom na Mungu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Karibu katika kipindi chako pendwa cha baraka cha neno la Mungu kutoka madhabahuni, na mnenaji wako ni mimi mtumishi wa Mungu Pastor Yohana Maundi, sauti ya Bwana kwa watu wake. Karibu katika siku ya leo tena na majira haya ambayo Bwana amenipa neema niendelee kukuletea ujumbe mzuri na wa baraka kutoka katika madhabahu takatifu ya Mungu, ujumbe ambao utaweza kukusaidia, kukuponya, kukubariki, kukuongoza, lakini pia kukuinua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Nina hakika ya kwamba kupitia neno la Mungu maisha ya wengi yameendelea kufunguliwa, maisha ya wengi yameendelea kuwa salama, watu wengi wameendelea kufunguliwa kutoka vifungoni, kutoka gizani, kutoka kwenye magereza, kutoka kila eneo ambalo shetani au adui aliweza kuwateka na kuwafunga. Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 10, Biblia inasema mwivi haji ila avunje, achinje na kuharibu, lakini Yesu asema amekuja ili wawe na uzima na kisha wanao tele. Yohana 8 mstari wa 36 anasema mwana akiwaweka huru nanyi mtakuwa huru kweli kweli. Kwa hiyo majira kama haya nataka niendelee kuleta ujumbe ambao Bwana amenipa neema nizungumze na wewe mtakatifu mwana wa Mungu, kijana mwenzangu, mwanafamilia mwenzangu, na yeyote yule ambaye Bwana amenipa kibali kuzungumza na wewe, na Roho wa Bwana yuko na kibali ndani yako kwa ajili ya kusikiliza ujumbe ambao Bwana anaendelea kusema nami. Nikusihi sana, anza nami kuanzia mwanzo wa kipindi hiki, fuatana nami mpaka pale tutakapoenda kuhitimisha na hatimaye kuweza kushiriki yale maombi ambayo Bwana atanipa kuomba kwa ajili yako. Karibu sana, na ujumbe mkubwa ambao wa siku ya leo na majira haya ambao nitazungumza na wewe ni kwa habari ya kuondoa nila isiwepo shingoni mwako. Nila ya adui isiwepo shingoni mwako, ili uweze kuwekwa huru na upate kuwa salama, mbali na kuonewa na vifungo vya madhabahu za adui shetani. Watu wengi wamefungwa, watu wengi wamekamatwa, watu wengi wamebebeshwa mizigo, yani ziko roho zimewashikilia, zimewafunga, zimewakamata, wengine zinawatesa, zinawaonea kwa kila namna. Lakini nataka nikwambie, chaguo lako leo ni moja. Muamini Yesu Kristo, njoo kwake, utapata kuwa salama, na kila nila itaondolewa shingoni mwako, na mzigo wako ulio juu yako utaondolewa. Ukisoma Isaya sura ile ya 10 mstari wa 27, maandiko matakatifu yanasema, na itakuwa siku hiyo mzigo wake utaondolewa begani mwako, na hiyo nila itaondolewa shingoni mwako, kwa sababu ya kutiwa mafuta matakatifu. Kutiwa mafuta ni nini? Ni kutamkiwa neno la kikuhani na kuwekewa mikono, ikiwa umepata neema ya kuja moja kwa moja madhabahuni. Lakini kwa ambao uko mbali na pale ambapo tupo au madhabahu ya Mungu, unaposikia neno la kikuhani kama hili na kulipokea moyoni mwako kwa kuliamini, mafuta ya Roho wa Bwana yanaachiliwa ndani yako, nao unapokea roho mpya. Fuatana nami kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo mtakatifu sura ile ya 11 mstari kuanzia ule wa 27 mpaka ule mstari wa 30. Ndipo paliko na ujumbe wetu wa leo kwa habari ya kuondoa nila ya adui maishani mwako, na ili mzigo uliobebeshwa upate kuondoka. Ninasoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari ule wa 27 mpaka ule wa 30. Biblia inasema, akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuaye mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia humfunulia. Njooni kwangu ninyi nyote mliosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyoni, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nila yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Angalia kitu ambacho Biblia inasema, ninyi nyote mliosumbuka na kulemewa na mizigo. Yesu anatuita, Yesu anatukaribisha. Mungu anasema njoo kwangu, usiogope. Haijalishi wewe ni mtu gani, uko wapi, unafanya nini, una dini gani, una dhehebu gani. Mungu anachotaka umwamini Kristo,
na uje kwake. Ukisoma Yohana Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 20 nasema mtu akisikia sauti na kufungua mlango, Mungu Baba, Yesu Kristo, Roho Mtakatifu watakuja na kufanya makao na huyo mtu, watakula pamoja naye. Hii ni sauti ya Bwana kinywani mwa mtumishi wake. Ujumbe kutoka katika madhabahu katika kipindi hiki. Ninakukaribisha wewe ambaye umepita kwenye nyakati na vipindi mbalimbali, umejaribu kutenda mambo mengine makubwa na ya ajabu lakini haukuona matokeo. Umehangaika na dunia, umetaabika na dunia. Wako watu wametaabika na waganga wa kienyeji, wamehangaika kutumia kila mbinu waweze kusogea mbele, lakini kadri wanavyoendelea kupambana ndivyo hali inavyozidi kuwa mbaya. Imefika mahali wengine wanakata tamaa, wengine wamechoka njiani, wengine wamekwisha kuzimia moyo. Nataka nikuambie mwana wa Mungu, huna haja ya kuhangaika. Yesu Kristo anasema, njoni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa mizigo, nami nitawapumzisha. Nabarikiwa pale anaposema, jifunzeni kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa roho, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie mtumishi wa Mungu, mwana wa Mungu, mwana familia, mahali pale ulipo, raha na furaha ya kweli yapatikana kwa Yesu. Huwezi kuona mambo mema yakitendeka kwako kama moyo wako hauna furaha, kama moyo wako umejaa huzuni, moyo wako umejaa maumivu, moyo wako umejaa uchungu, moyo wako hauna amani, hakuna mambo mema yatatendeka. Ayubu 22:21 nasema, mjue Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Leo ujumbe huu kutoka katika madhabahu ya Mungu kupitia mimi mtumishi wake Mungu unakujia wewe ambaye umepita kwenye vipindi, uko kwenye nyakati na unahitaji Mungu akusaidie. Huu ni wakati wako, haya ni majira yako. Amini tu, usiwe na shaka. Mungu atakusaidia, Mungu atakutendea, Mungu atafungua ukurasa mpya ndani yako, atafanya jambo jipya ndani yako. Utaenda kuona neema mpya ikitokea kwako, nuru mpya ikitokea kwako, wepesi ukianza kutokea kwako, na moyo ukienda kuondoa ule mzigo ulioubeba, zile nyakati ulizokuwa nazo na vile vipindi ulivyokuwa navyo. Uzima wa milele ni huu, tumjue Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. Mungu akubariki sana kwa ajili ya kusikiliza ujumbe huu wa leo na katika kipindi hiki. Saa hii ni wakati ambao natamani na ninahitaji nikutamkie neno tu, na hilo neno litapata kukufanya kuwa salama mahali pale ulipo. Wewe uliyechoka, wewe ambaye umepitia nyakati, wewe umefika mahali unahitaji msaada wa Mungu, umefika mahali unamhitaji Mungu akusaidie, unahitaji Mungu akuwezeshe. Nataka nikuambie baraka hii ni ya kwako, ujumbe huu ni wa kwako, na mkono wa Bwana utainuliwa juu yako. Bwana atakusaidia, Bwana atakufungua, Bwana atakubariki, Mungu atakuwezesha, atatamalaki na kutawala katikati yako na katikati ya familia yako. Yeye atakuwa Bwana kwako na Mungu wako, na wewe utakuwa mtoto wake. Utafanyika kila kitu kwa upya. Fuatana nami katika maombi haya, na Yesu Kristo Mungu aliye hai apate kukubariki. Tuombe. Baba mwema, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako aliyechukua muda huu na nafasi kama hii kusikia ujumbe kutoka katika madhabahu yako takatifu, ambapo Bwana umenipa mimi mtumishi wako nipate kunena naye. Naachilia mafuta ya baraka, naachilia uweza wako. Ninasihi damu yako Yesu Kristo ikaachilie rehema na utakaso. Damu yako Yesu Kristo kwa neno la imani ikafanye mtoto wako huyu kuwa kiumbe kipya. Ukaondoe kila mzigo na kila nila iliyoko shingoni mwake, na kila kifungo ambacho adui shetani alifunga maisha yake, bali Mungu kapate kumweka huru. Kwa maana umenena katika Isaya ile 10:27 ya kwamba itakuwa siku hiyo mzigo wake utaondolewa begani mwako, na ile nila itaondolewa shingoni mwake, kwa sababu ya kutiwa mafuta. Nami Baba wa mbinguni, katika Roho yako Mtakatifu, ninaachilia mafuta kwa neno lako na kwa imani aliyonayo, na imani hii tuombayo katika madhabahu yako ukampe kupokea. Maana Bwana umenipa kutumika kama chombo chako, kwa utukufu wa jina lako takatifu Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki mwana wa Mungu. Nikushukuru kwa ajili ya kufuatana nami kuanzia mwanzo, na sasa tunapohitimisha niseme, kama vile ulivyoamini ndivyo Mungu anaenda kukutendea na anaenda kuwa pamoja nawe. Unafanyika kwa mwana wa Mungu, uzima na amani vitakuwa ndani yako, na mlango wa mambo mema utakufungukia, na utaenda kufurahia wokovu wa Mungu wako. Ni mimi mtumishi wa Mungu Pastor Yona Maundi, sauti ya Bwana kwa watu wake. Unaweza kuwasiliana nami kupitia namba ya simu ya 0756537434 ili Bwana aendelee kukuhudumia na kupokea ushauri na maombezi. Pastor Maundi, huduma ya Sayuni Mji wa Bwana. Mungu akubariki sana. Amen.